Hapa tupo na kocha wa Kambarage Marketing. Wamepoteza mchezo wa leo. Bila shaka mtazamo wake mara baada ya mchezo huu upoje? Kwanza hongereni na poleni sana kwa mchezo. Kwa majina naitwa Musa Hussein, ni kocha wa Kambarage Marketing. Kimsingi mpira ni mchezo wa wazi. Kila mtu kaona tumecheza vizuri na wao wapinzani wetu walikuwa ni bora zaidi yetu. Kwa hiyo ole ni ole, ni matokeo ya mchezo. Tumepoteza mechi. Kwa hiyo tunarudi kwenye viwanja vya mazoezi ili kujiandaa na ile game ya mshindi wa 3. Okay, bana, ulionekana kuzungumza sana na labda pengine ni kipi ambacho ulikiona vijana wako uliweza kuwaelekeza lakini hawakuweza kutimiza? Ya, ni kweli, unajua kwenye mpira kuna kitu kinaitwa quality of player. Kwa hiyo player wangu walichozidiwa ni quality. Wamezidiwa quality na timu pinzani. Timu pinzani walikuwa kwa aggressive sana, walikuwa ni wakatili katika goli kuliko sisi. Tumepata nafasi nyingi lakini hatujazitumia. Kwa hiyo sina chochote kile cha kulaumu. Okay, yes. Labda cha mwisho kabisa unazungumziaje kuhusiana na mashindano yote kwa ujumla? Mashindano ni mazuri. Mashindano ni mazuri na tunaomba isiishie hapa. Yani iwe na muendelezo kwa sababu kuna vijana wengi na wanacheza vizuri. Kwa hiyo mimi naamini hata zile timu ambazo zilizotoka sio kwamba wanacheza vibaya. Hapana, labda ni kwa sababu tu ni mashindano ya kwanza, bado hawajapata nafasi ya kujifanya nini, ya kujipanga vizuri, lakini mashindano ni mazuri na tunaomba mheshimiwa mbunge aendelee, asiishie hapa, aendelee tena na tena, kwa sababu nimesikia kuna mashindano mengine ya under 14 pia tunaandaa timu. Kwa hiyo asituache, aendelee, vijana wapo wengi. Ilikuwa ngumu kiasi gani toka hatua ya kwanza mpaka mnafika kwenye hatua ya finali, namna uzito ulivyokuwa unabadilika kwako? Ilikuwa ni ngumu sana, yani kwa sababu kuna hatua nyingi ambazo zilikuwa zinatukwamisha. Unajua sitamani kuongelea hili swala lakini itabidi niongelee kwa sababu nimeulizwa. Mpira wa Shinyanga hasa wa watoto una changamoto nyingi. Kuna watu ambao ni kama vile wale watoto wamewashika. Sawa. Unaweza ukaenda kwenye soko la kwenye dirisha ukachukua mchezaji ila baadaye akaambiwa na mtu usicheze. Na wewe tayari ushafanya kila kitu kule na nafasi yake ipo tayari kwamba ile nafasi inahesabika, ila akaambiwa usicheze. Wataka kutuambia kwamba kuna wachezaji ambao kwako ulikuwa umewaandaa wakaambiwa usicheze? Wengi mno. Na hata mechi ya leo nimekuja kubadilisha lineup. Tayari nishaipanga. Mkienda kuchukua pale ile nani yangu mtakuta nimekata, kuna mtu nimemkata. Amekataliwa na mtu anayemmiliki asicheze. Kisa ni nini? Yani ndio hivyo nasema, kwa sababu hawa ni watoto wadogo. Pengine umri ulikuwa umezidi au nini shida? Yani hajakataliwa na uongozi, amekataliwa na mtu yule ambaye anaona yeye ndo anammiliki. Sawa. Kwa hiyo wala hakuna shida yote katika uongozi. Hapana, isipokuwa kuna watu ambao wanaona fulani ni wa kwangu, fulani ni wa kwangu na fulani ni wa kwangu. Kwa hiyo na hawa ni watoto wadogo, ukiwatisha wanasikiliza. Kwa hiyo mimi actually nimepoteza vijana wengi. Kuwapoteza kwa sababu kuna mtu kawatisha wasicheze. Lakini all in all ni football. Kitaniumiza pia. Yani kitaniumiza pia na naangalia uwezekano kama nitakosa usaidizi katika hili swala la umiliki wa wachezaji, basi ni bora nisiingize timu. Nipo na kocha wa Katunda ambao siku ya leo tayari wamefika finali. Tutazungumza mawili matatu mara baada ya mchezo huo. Kwanza hongereni sana kwa mchezo. Asante sana. Wanakuita nani? Yasini Maige. Nini siri ya ushindi katika mchezo huu wa leo? Ni umakini tu, tutapokuwa uwanjani, kujituma, umoja wa timu ndio unasababisha tumepata ushindi. Okay, kipindi cha kwanza kilionekana kuwa ni kizuri sana kwa upande wenu na mkafanikiwa kuweza kufunga magoli 3, lakini kipindi cha pili mliweza kuongeza goli 1 na kuruhusu goli 1. Labda pengine ni kipi ambacho uliwaambia wachezaji kwenye vyumba vya kubadilishia? Kwanza tulikuwa na mtaji wa goli 3, ilikuwa haina haja kuja kutumia nguvu sana. Ukizingatia tuko kwenye mashindano mengi, leo tuna mchezo wa nusu finali, lakini pia kesho tuna mchezo mwingine wa nusu finali. Kwa hiyo sikutaka watumie nguvu zaidi na wakati tuna mtaji wa goli 3. Kwa hiyo niliwaambia relax, kama unavyoona nikafanya mabadiliko kupumzisha baadhi ya wachezaji, lakini 70% ya wachezaji wangu wote hawa wako kwenye mfungo mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo sikutaka watumie nguvu kubwa sana, na baada ya kuona tumeruhusu goli 1 basi nikawaambia badilisha aina ya uchezaji na tukaweza kupata goli la 4. Kwa ni tishio sana katika mashindano haya, katika huo mchezo wa finali. Labda pengine unaizungumziaje game hiyo? Najua finali ni finali, mechi itakuwa ngumu, lakini sisi tunarudi kwa uwanja wa mazoezi, tutajipanga vizuri na ina maana tutashinda. Nikushukuru sana. Lakini unazungumziaje kuhusiana na mashindano kwa ujumla? Mashindano mazuri kwa sababu hasa ukizingatia ni mashindano ya under 17.
na ukiangalia timu yangu mimi ya Katunda asilimia kubwa ni under 17, wachache sana ambao wako juu ya huo umri. Kwa hiyo kwangu mimi ninafurahi sana kwa sababu ndivyo vipaji ambavyo ninavyo kwenye timu yangu na nafurahi mashindano haya kwa ajili ya kukuza vipaji. Okay, labda pengine unazungumziaje sasa kwa ujumla? Maana tumeona hapa mbunge ameweza kuanzisha hii ligi. Unaizungumziaje kwa hili pia kwa ujumla? Na mimi ningeomba ya mashindano isiwe ya muda mfupi. Wajitahidi mbunge ama viongozi wengine wa mashindano ya under 17 ama mashindano yoyote yale ya mpira wa miguu wafanye mara kwa mara, kwa sababu vipaji vipo. Kwa bila mashindano vipaji vinalala kwa sababu hatuna mashindano ya mara kwa mara kwenye mkoa wetu. Kwa hiyo kuleta mashindano kama haya mara kwa mara ni vipaji vitakuwa vizuri, vitaendelea na vitakuwa. Na naibu waziri kazi ya ajira vijana na wenye ulemavu Mheshimiwa Patrobas Katambi kwa kuliona hili, maana mara nyingi tumekuwa tu tukiangalia zile timu kubwa kubwa au wale ambao tayari wameshaingia kwenye mashindano, lakini ameliona zaidi kwamba aanze na umri chini ya miaka 17. Kwa hiyo na tunavyojua michezo ni afya na michezo ni ajira, lakini pia hata tukiangalia tu kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi tumetaja kwa habari ya michezo. Kwa mimi namshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kuliona hili, lakini pia na ninyi mkawe na moyo na hali ya kucheza ikawe ni mchezo ambao ni mzuri zaidi, sio ule mchezo ambao ni wa kutumia mabavu ambao mwisho wa siku tunaweza tukaumizana. Nia na lengo ni kutengeneza vipaji ili leo na kesho tuweze kuhakikisha kwamba tunapata wachezaji walio bora na watakaoweza kupanda mpaka kuweza kuchezea timu zile kubwa. Kwa hiyo niwashukuru sana, nimshukuru mheshimiwa mbunge kwa kuliona hili na tunaamini kwamba bado vitaendelea kuibua vipaji zaidi na zaidi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Arnold Makombe, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Shinyanga mjini, na ninashukuru walao kuliona hilo leo kwamba mweze kunialika kuwa mgeni rasmi. Basi nawashukuru sana. Asanteni sana. Asante. Kwa majina anaitwa Budete Sylvester Njile, ni katibu. Tulikuwa tuna mchezo wa nusu finali ya pili mashindano ya under 17 Katambi Cup mwaka 2025. Mchezo umemalizika kwa timu ya Katunda kupata ushindi magoli 4-1 dhidi ya Kambarage Market. Hivyo basi timu ya Katunda imeikata tiketi ya kucheza finali dhidi ya Busula Sekondari, finali itakayochezwa tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025. Ratiba kamili ya finali hiyo tutaieleza kwa sababu hapo awali tulikuwa tumepanga finali yetu kuichezea kwenye uwanja wa CCM Kambarage, lakini pia uwanja huu umeonekana pia kuna matumizi mengine. Kwa hiyo baadaye tutatoa taarifa kwa umma ili wapenda mpira wote wa Shinyanga wajue finali yetu itakuwa ni tarehe ngapi. Itakuwa ni uwanja gani? Lakini tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025 siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wote wa mpira wa miguu, na vile vile siku hiyo mgeni wetu rasmi katika mechi hiyo ya finali atakuwa ni mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Shinyanga, Mheshimiwa Julius Mtatiro. Tayari tumesha confirm naye na amethibitisha atakuwepo siku ya mchezo huo. Vile vile kwenye finali yetu hiyo tutakuwa na mdhamini wetu mkuu wa mashindano Mheshimiwa mbunge, mtu bingwa kabisa aliyetufanya mpaka leo tunavimba. Mashindano yetu tunayachezesha watu wakiwa na furaha, na kama unavyoona upinzani wa leo ulikuwa mkali tangu mashindano tumeanza mashindano mpaka hivi leo, kwa sababu tu kipo kitu ambacho timu wanashindania. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge Patrobas Katambi tutakuwa naye kwenye finali pamoja na wadau wengine na wageni wengine. Pia vile vile wageni watakuwa wengi. Mkurugenzi wetu wa manispaa tumemwandikia barua na yeye pia tutakuwa naye kwenye finali yetu. Niseme tu kwa ujumla kwamba finali itakuwa nzuri. Siku hiyo tutakuwa na mechi ya mshindi wa 3 saa 8 kati ya Katunda Football Club na Busula Sekondari. Nyinyi ni walezi pia kwenye kuibua vipaji kwa hawa vijana, lakini kuna baadhi ya timu ambazo zinapitia shida ya kifamilia, yani shida ya ndani. Baadhi ya wachezaji kila mmoja akiwa na mlezi wake mwenyewe, lakini wengine wanazuiliwa mechi na sisi kwa kimsingi kama ni shida ya ndani ya klabu, waje, ofisi zetu ziko wazi. Mimi namba yangu ya simu iko wazi na wenzangu wako wazi, wanani simu zao ziko wazi masaa yote. Waje tuwasaidie, tuwasaidie namna ya kusajili timu, waje tuwaelekeze namna ya kuendesha timu zao. Kwa hiyo mimi nafikiri kama ni swala la shida kwenye timu ni swala dogo tu. Sisi tupo kama walezi, tuko tayari kushirikiana na kiongozi wa timu yoyote kumwelekeza kuhakikisha timu zetu zinapiga hatua. Lakini mwisho wa siku tulianza kwenye hatua ya awali kabisa huko makundi, mpaka sasa tunakwenda kufika kwenye hatua ya finali. Pengine ni nini ambacho nyinyi walezi mmekiona? Kuna hivyo vipaji ambavyo mlikuwa mnavitafuta kweli? Kwa kifupi sisi tumeona vipaji vya kutosha
Hapa kuna mtoto mmoja anachezea Kambarage Market, anaitwa Amani Ezekiel. Ni centafu. Hapa kupitia mashindano haya tu amepata exposure ya kucheza ya kwenda under 17 ya Simba Sports Club. Kwa kupitia mashindano haya watu wamepata faida hapa. Kuna wachezaji tayari wameshachaguliwa kwenda kwenye timu zingine, wameshasajiliwa kabisa, wameingia mpaka na mkataba. Kwa hiyo sisi tulichokiona hapa ni ukuaji wa mpira kwenye wilaya yetu ya Shinyanga. Na ndio jambo kubwa ambalo sisi tunalililia. The way wachezaji wanapopata game time ya kucheza ndipo vipaji vyao vinaongezeka. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuleta mashindano mbalimbali, tutaendelea kutafuta wadau mbalimbali kuhakikisha mashindano yetu, kuhakikisha vipaji hapa Shinyanga vinaonekana kwenye viwanja kama ambavyo leo umeona hapa, ndugu mtangazaji. Naitwa Samuel Jackson, ni katibu wa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini, Mheshimiwa Patrobas Katambi, mbunge kazi vijana ajira na wenye ulemavu. Leo tarehe 29 tumeshuhudia mtanange wa mpira wa nusu finali ya pili kati ya ndugu yetu Katunda FC pamoja na Kambarage Market. Mpaka dakika 90 tumeshuhudia magoli 4 wenzetu wa Katunda, lakini pia wenzetu wa Kambarage Market goli 1. Sasa finali nadhani itachezwa siku ya tarehe 4 mwezi wa 4 2025 ambayo itakutanisha kati ya timu ya Katunda FC pamoja na Busura Sekondari. Kwanza ni washukuru timu zote 16 kwa michezo mizuri ambao kimsingi walionyesha kuanzia mechi za awali. Hakuna kesi yote ambao kama kuna mchezaji aliyoumia au aliofariki au aliopata jeruhi kubwa sana kwenye michezo. Kwa hiyo ninaamini kwenye michezo yote iliyochezwa yote wamecheza kwa amani, lakini pia kwa utulivu wa hali ya juu, kwa sababu hatukupata kesi yote ile. Kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge wa Patrobas Katambi ambaye ndio mfadhili mkuu na mdhamini wa mashindano haya, anawatakia mashindano mema, lakini pia anaomba sasa wananchi wa jimbo la Shinyanga mjini, lakini pia na viungo vyake waje washuhudie siku ya tarehe 4 mwezi wa 4 2025 michezo hii itakwenda kuchezwa kutafuta mshindi wa 3, lakini pia na mshindi wa finali. Mheshimiwa mbunge Katambi kwenye mashindano haya amefadhili 100%, na siku ya finali mshindi wa kwanza atatoka na shilingi milioni 1, lakini mshindi wa pili atatoka shilingi 700,000 na mshindi wa 3 shilingi 500,000. Lakini pia kutakuwa kuna zawadi mbalimbali ambao kimsingi itakao patikana pale kwa mfungaji bora, lakini pia na golikipa bora. Kwa hiyo niombe wapenzi wa mpira, lakini pia na wale wanaotafuta vipaji vya michezo waje washuhudie siku hiyo tarehe 4 mwezi wa 4 2025 kushuhudia vipaji, lakini pia na kushuhudia vipaji ambavyo vitakavyoonekana uwanjani ili wavisajili kwenye klabu zao kutafuta under 17 kwenye klabu zao ambazo kimsingi za daraja la kwanza au ligi kuu. Amani Ezekiel ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamepata nafasi kwenda under 17 ya Simba Sport Club, mkiwa moja kati ya wadhamini wakubwa sana kwenye hii michuano. Pengine nawapo motisha gani nyinyi? Kwanza ni mpongeze kijana huyu mdogo ambaye ameonyesha vipaji kwa mashindano haya under 17 kwa kupata motisha hiyo. Ndugu mtangazaji, huyu ni mchezaji wa pili kwenye mashindano anasajiliwa kutoka Simba Sport Club, na mimi nipongeze timu ya Simba Sport Club ambao kimsingi inafanya scout kwenye mikoa mbalimbali kuja kumuona mchezaji huyu kwamba anafaa. Kama unavyofahamu, mwaka jana Mheshimiwa mbunge Katambi alianza mashindano ya Katambi Cup ya umri mkubwa. Kuna timu moja kutoka Mwamalili FC kule ilikuwa na mchezaji ambaye kimsingi mpaka leo hii amesajiliwa kutoka kwenye under 20, ameshasajiliwa kutoka kwenda Simba naye pia. Kwa hiyo niwapongeze, lakini pia ni viombe vilabu vingine vya ligi kuu vya Tanzania bara vione mashindano hayo. Pia kuna wachezaji ambao Shinyanga wanaendelea vipaji. Shinyanga pia kuna vipaji vikubwa sana, wachezaji wanajitokeza. Kwa hiyo niombe Amani, tunamtakia kila laheri, lakini pia Mheshimiwa mbunge naye anampongeza kwa kuona jitihada hizo za kuonyesha kipaji chake. Kwa hiyo niombe hata wachezaji wengine ambao kimsingi bado wana uwezo mkubwa, niombe pia wafadhili wengine na wadhamini pia wa klabu zingine wajitokeze pia na pia kuangalia, na niwapongeze pia timu zingine zije siku ya tarehe 4 zifanye scout kwa ajili ya wachezaji wetu. Yes, na baada ya kuweza kupata vipaji katika mkoa huu wa Shinyanga, ninyi kama viongozi mtawasaidia vipi ili kuweza kuviendeleza hivyo vipaji? Kwanza sisi ni kitendo cha kuanzisha mashindano haya ambao mtangazaji Mheshimiwa mbunge kufadhili fedha ni zaidi ya milioni 7 ambao amefadhili mashindano haya. Kimsingi ni kuibua vipaji. Tumefadhili kwa kila kitu, kuanzia jezi, mipira, lakini pia na zawadi na gharama zote za marefali ambao kutoa. Kwa hiyo mimi niombe wachezaji ambao watakaoonekana pia waje kwenye ofisi ya mbunge, tutawashauri, lakini pia tutaona changamoto zao ambazo kimsingi tutakazopitia kule, lakini pia niombe atakapotoka hapa kwenda kwenye timu ambayo kimsingi ameipata kama Sportsha, hakikishe kimsingi anakuwa na nidhamu kama ilivyoonyesha hapa, lakini pia aonyeshe kipaji kikubwa. Kama hapa alikuwa na bidii chache, basi aongeze bidii yake kubwa ambayo kimsingi itamuonyesha kwa kufika mbali zaidi. Bila shaka msikilizaji, umesikia mawili matatu kutoka kwa makocha wa timu zote mbili. Kila mmoja amezungumza kwa namna ambavyo alivyoweza kuiandaa timu yake, na tumeshuhudia
Singida Katunda ambao wameingia hatua ya fainali. Kutoka katika uwanja huu wa Sabasaba, mimi ni Captain Beka wa Malula TV. Malula TV, we believe in change. Asante.